wa kike, jina la mama yako mzazi, unakuja aenda mbali zaidi. Hujafikiria, mwangalie mama yako anavyoishi kwanza. Ndio. Kwa sababu kuna roho inafuata jina. Sawa sawa. Mama yako ana maisha gani mpaka unampa jina mtoto wako jina la mama yako? Hapa kazi ndio baba. Ndio. Ana roho ipi? Ndio. Mama yako ana hali gani? Ndio. Amepitia nini? Kama aliwahi kufiwa mapema na mme wake, maana yake huyu mtoto aliyempa jina la huyo mama yako na yeye kafiwa mapema, atakuwa mjane. Kwa sababu roho inafuata jina. Ndio. Haleluya. Amen. Roho zinafuata majina. Kwa hiyo naona mama yako alikuwa na magonjwa fulani na kifua toka azaliwe. Unapomwita mwanao, mtoto wako huyo uliyemzaa, ukachukua jina la mama yako ukampa, mama yako anapozeeka, mtoto wako anapokea yale yote ya mama yako, anaanza kuyaishi. Anaishi yale matatizo ya mama yako mzazi. Unaanza kuhangaika, unalia, unapiga kelele, unampeleka mpaka kwa waganga, lakini wewe ndio unasababisha. Umetoa maambukizi kwa mama kupitia jina lake, umeingiza kwa mwanao mwenyewe. Alafu sasa hizi unaanza kuhangaika kumtafutia waganga, unatafuta hospitali, lakini wewe ndio ulihamisha. Fuatilia kwanza mama yako, historia yake. Ana historia gani? Ndio mpe jina mwanao. Ndio. Yesu. Hizi usipende kutoa tu jina kwa sababu mtu ni maarufu. Wewe unaona umaarufu hapo, lakini kwa uko unajua alikokuwa kabla hajafika kuwa maarufu. Yesu. Unajua alikotoka? Maana mtu akishaona mtu maarufu anataka kumpa jina. Hajui mapito aliyopita mwenye hilo jina. Ndio. Sawa sawa. Haleluya. Amen. So wengine melisi majina mpaka ya bibi hapo. Ndio. Jina la bibi yako. Akifa bibi yako utaishi maisha bibi yako, nikwambie, na wewe utazeeka naye. Kinachokwepa kwa sababu umeokoka hapo huko hapa. Labda ugoro tu. Lakini mpaka roho ya kuvuta ugoro itakufuata. Kwa sababu inafuata jina lake. Yeye hayupo, lakini lile jina linafuatwa. Ile roho inafuata jina. Maana hili jina mbona alipo? Hata kama amekufa, kumbe walikupa jina hilo kwa makusudi, ili akifa zile roho zisipate shida, ziingie kwa huyu mtu. Akizeka huyu anakuwa, maana yake anapokuwa anakuwa na yale maroho aliyopewa na bibi. Mbona uliza na sasa jina la bibi? Uliza bibi yako ni kweli? Uliza bibi yako alikuwa nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata majina tunapeana hatuulizi kwa sababu hatuna uwezo. Tukiwa bado mdogo, katoto kachanga, hujui jina. Ni afadhali leo tunazaa watoto bado vijana. Unachukua jina ambako unajua haka kana maana fulani. Mafanikio. Lakini pia hata jina ni kitu cha mafanikio bado tu kuna changamoto. Hakuna mafanikio yasiyo na changamoto. Kwa hiyo sio kama ukasema mbona naitwa mafanikio nateseka. Mbona mafanikio wakati nimempa jina mafanikio? Umempa jina lazima apite kwenye msukosuko ili afanikiwe. Kwa hiyo sio kwamba ukimpa jina wewe mtoto wangu ataitwa tajiri, akawa tajiri wapi? Hakuna. Lazima apitishe ili kupata utajiri wake. Kwa hiyo mimi nikwambie, nirudi nyuma, usimpe jina mtoto wako la bibi yake. Haleluya. Amen. Kuna wakati mnahangaika na watoto hapa sasa hivi, mnatembea kwenye makanisa, mbona haponi? Bibi yako alipona? Si ugonjwa huo si ulimuua? Si kuna ugonjwa ulimuua wewe bibi? Leo unazunguka na mtoto kila mahali, unatembea na unazunguka. Lile jina linafanya kazi. Mwenye jina hayupo, lakini jina linafanya kazi kwa sababu kuna roho iko kwenye hilo jina. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana wale tukipata mafunuo, Ndio. tukigundua mtu huyu anateseka ni jina, tunabadilisha jina. Ndio. Tunatoa hilo jina, tunaweka jina lingine. Ili mtu ikija ile roho ikose lile jina,
ikute jina lingine, haitaingia. Amina. Haleluya. Amen. Na ile jina ambalo umelipenda wewe ni lizuri, hata kama haupendi, upende tu, litolee sadaka. Amen. Kwa sababu ukasema ile jina nimebadilisha nitafanikiwa, adui yako anajua kabisa ili jina ni kweli, lakini uwezo wake ni mdogo sana. Tena mdogo, sio uwezo wa nini, sio wa fedha, kiroho ni mdogo. As say, namwita mama yako mtoto, namwita mtoto jina la bibi, jina la mama. Leo unatafuta apone magonjwa. Haleluya. Amen. Yesu. Hata kwenye maandiko hayo unayosoma, kuna watu majina yao yaligoma kubarikiwa. Ilikuwa lazima libadilike. Amina. Ilikuwa sio jina la baraka. Ndio. Na kila jina lililokuwa linatolewa kulikuwa kuna gharama. Kuna gharama ilitolewa kwenye hilo jina. Tunaanza baba yetu wa imani anaitwa Ibrahim. Kabla hajaitwa Ibrahim aliitwa Abraham. Haleluya. Ili Mungu ambariki ilikuwa lazima aitwe Ibrahim kutoka Abraham. Haleluya. Amen. Lakini sio tu kwenda moja kwa moja kwenye baraka. Ilikuwa lazima afanye kitu kwa Mungu kwenye hilo jina. Tunaona Ibrahim anaenda kutoa sadaka. Sio sadaka, sadaka ambayo ingemwambia mke wake nataka nitoe hii sadaka, mke angekataa. Ndio. Hello. Hivyo chukulia picha tu. Mna mtoto mmoja, alafu mume wako anakuaga, anasema huyu mtoto naenda kutoa sadaka kule mlimani. Sijui kama utakubali. Sasa kwa kweli ndio mwenye jina na ndio aliambiwa nabarikiwa, aliamua mwenyewe siri siri ndani yake naenda kutoa sadaka huyu, na katoto akajua kaanza kutolea sadaka. Ndio. Mungu alichokiangalia ni imani ya Ibrahim, akabadilisha. Badala ya mtoto akatoa kondoo. Haleluya. Amen. Ndio maana leo unapotoa sadaka kwenye jina lako, sisi hatuwezi kutoa damu kama alivyotoa Kristo. Kristo alitoa damu ulimwengu mzima, lakini habari ya wokovu ni mtu mmoja mmoja. Na haya majina hatujapewa mbinguni, tumepewa duniani, tumepewa na wazazi wetu duniani. Lazima tuyaingize gharama, tuyawekee gharama ili tutoke kwenye maisha tulionayo. Amina. Maana Yesu ameitwa Yesu, haikutosha tu kuitwa Yesu. Ilikuwa lazima itolewe sadaka ya kwake na ulimwengu mzima. Maana inawezekana ingekuwa jina tu la Yesu hivyo hivyo, hata ile nguvu, kuna mapepo ingekuwa yanaendelea kutuchezea, yanasogea. Lakini ilipowekwa sadaka inaitwa damu ya Yesu, yale mapepo yakisikia tu neno damu ya Yesu yanakimbia, yanaogopa, yanaangushwa. Sasa hivi wewe ukisikia jina sikujua, mapepo ndio yanaongezeka. Tabu yanaongezeka, mapepo utakuwa na tabu kuliko. Kuna mtu anaitwa tabu hapa, ila ameita kiruga. Sasa ukitafsiri ni tabu. Mwingine kaburi, mwingine anaitwa kamoja, jina eti kamoja. Hawapo kamoja huko. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninarudia kusema, usimwite mke wako mama, usimwite mume wako baba. Ndio. Usipende kutoa jina la bibi yako au mama yako kumpa mtoto wako. Amina. Ndio. Unampa madhara. Amen. Haleluya. Amen. Wewe mwenyewe mama yako uelewana naye. Ndio. Wewe mwenyewe mama yako hamko karibu. Ndio. Alafu unatoa jina. Kuna kitu kimeingia hapo. Kuna jambo umechukua hapo. Ndio. Kuna kitu umechukua hapo. Amen.
Ni kigeni, inawezekana ni kigeni, na kama sio kigeni umewahi sikia, nimekuongezea, pokea kwa jina la Yesu. Amen. Usiishi na mtoto wako ni mateso tena. Amen. Haya mateso yaliyopita kupitia bibi yafutike kwa jina la Yesu. Amen. Yafutike kwa damu ya Yesu. Amen. Yafutike kwa damu ya Yesu. Amen. Yafutike kwa damu ya Yesu. Amen. Yafutike haya magonjwa. Magonjwa yafutike. Magonjwa futika. Inafuta magonjwa yote yaliyopita kwa njia ya jina la bibi yako, yaliyopita kwa njia ya jina la mama yako. Inafuta kwa damu ya Yesu. Pokea neema. Kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Neema ya Yesu si wakati. Na miaka 55, sijui naolewa na nani? Au 60. 60 naolewa na nani? Na mwanamke miaka 60 ni kabibi. Miaka 50 ni kabibi. Mwenye umri kama Edson hapa ni bibi. Ndio. Haleluya. Amina. Sasa wewe na jamaa ukisipokubali kutoka, yana kucontrol mpaka unafika miaka ile, yanakusindikiza. Kwa hiyo hata kama ulikuwa unatakiwa uelewe na kijana kama huyo, kama wala kuweka majamaa ukitaka kutafuta mchumba sasa, unaweza kuelewa